Kesi ya uhaini inayowakabili mamia ya vijana nchini Tanzania imeendelea kusikilizwa hii leo, huku tayari kesi kadhaa zikisikizwa na kuhairishwa kwa sababu ya kutokamilika kwa uchunguzi. Hata hivyo, baadhi ya watuhumiwa hawakufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kufuatia sababu za kiutawala, na huku kesi hizo zikiendeshwa kwa njia ya mtandao. Ndugu na jamaa waliofika mahakamani kwa wingi wameendeleza kupaza sauti zao wakitaka waachiliwe huru. Mbona umeshasema waachiwe? Kwa nini hawaachiwi mama? Ndugu zetu tunalia wako mundani, hatujui mustakabali wao. Naelewi, nafika Segerea niuliza dada uhaini ni nini? Yaani haelewi hata uhaini ni nini. Anasema tu amepewa kesi ya uhaini. Hawataletwa mahakamani. Kesi itaendeshwa kwa njia ya mtandao, video. Sasa hivi tumeingia kwenye kile chumba ambacho ni cha IT, ambacho ndio kuna facilities za kutuwezesha tuweze kupata mawasiliano nao pamoja na ofisi ya DPP. Kule nafasi ni ndogo sana, wote hatuwezi kuenea. Waliongeza wengine 4, lakini hatujaelezwa ni lini waliongezwa, na hatujaambiwa pia majina yao kwamba ni fulani na fulani na fulani. Kwa mujibu wa sheria mwenendo wa makosa ya jinai, mkurugenzi wa mashtaka nchini ana mamlaka ya kuondoa kesi yoyote ambayo iko mahakamani kwa wakati wowote. Kwa hiyo ilikuwa inawezekana hata kama ni leo wangeweza kufika mahakamani na kusema tunaiondoa hii kesi, hatuna nia ya kuendelea nayo.